mkono wa Mungu. Asante Roho Mtakatifu. Wapendwa, kuna mikono lakini kuna mkono. Sasa naongea faida za mkono wa Bwana ama faida ya mkono wa Mungu. Sio mikono, mkono. Watu wana mikono, lakini Mungu anaitwa Mungu mwenye nguvu, mwenye mkono hodari. Faida za mkono wa Mungu. Yapo magari yaliyo na mikono, zile zinatumika kubomoa majengo. Jana nilikuwa naona klipu fulani, kuna ghorofa ilikuwa inabomolewa, imejengwa, imemalizika, lakini kufika mwisho wanafanya finishing. Nafikiri ndio labda ianze kukodeshwa. Basi mashine yenye mkono ikatumwa, ilikuwa inagonga, inateremsha, matofali yanaanguka, inagonga, inateremsha, matofali yanaanguka. Ilipofika juu ya mabati, ilikamata mabati ikateremsha chini. Wasahili Roho Mtakatifu. Na tunaposoma maandiko matakatifu, kwenye kitabu cha Kutoka mlango wake wa 6 ule mstari wake wa kwanza. Kutoka mlango wa 6 mstari wa kwanza. Naam. Inasema, Bwana akamwambia Musa, sasa utaona nitakavyomtendea Farao, maana kwa mkono hodari atawapa ruhusa kwenda zao, na kwa mkono hodari atawafukuza katika nchi yake. Sema mina. Mungu amemtuma Musa Misri aende awatoe wana wa Israeli katika taifa la Misri, awapeleke nchi ya ahadi. Na haikuwa rahisi Farao akubali, ili kwamba Israeli watoke kwenye nchi ya Misri waende kwenye nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani. Farao hakutaka wala hakupenda. Na nisikupite, Musa akitumwa haikuwa rahisi pia kubali, lakini kwa sababu ya kuitii sauti ya Mungu na kwa sababu ya nguvu ya mkono wa Bwana, Musa alikubali kushuka Misri ili kuwatoa Israeli katika nchi ya utumwa. Na ndipo Bwana anamwambia Musa, hebu turudi hapo mstari wa kwanza. Biblia inasema, Bwana akamwambia Musa, naam, sasa utaona nitakavyomtenda Farao. Sikia hapo tu. Mungu anamwambia Musa, utaona nitakavyomtenda Farao. Ataona kile Mungu atafanya ili Farao akubali. Ilikuwa lazima Mungu afanye kitendo. Ilikuwa lazima Mungu afanye jambo. Ilikuwa lazima Mungu afanye tukio fulani. Na kile Mungu atakachokifanya ndicho kitaamua Farao atakataa ama atakubali. Sema amina. Bwana anamwambia, utaona kile nitafanya Farao. Na Farao anachofanywa hafanywi kwa sababu ya taifa la Misri, hafanywi kwa sababu ya Wamisri, hafanywi kwa ajili ya serikali yake, anafanywa kwa sababu ya taifa la Mungu. Farao ili akubali, lazima Mungu afanye kitu. Lazima Mungu afanye jambo.
Sehemu ya B akasema nini? Maana kwa mkono hodari atawapa ruhusa kwenda zao. Kwa mkono hodari atawapatia ruhusa. Yaani hawatapewa ruhusa ikiwa Mungu hajafanya kitu. Lakini kuna kitu Mungu atakachokifanya, Farao atapeana ruhusa. Nasema faida za mkono wa Mungu. Tunaona kwenye hili andiko faida namba 1 ya mkono wa Mungu, unatupatia nafasi ya kutimiza maono. Unatupatia nafasi ya kutimiza hatima. Mkono wa Mungu unasababisha tupewe ruhusa. Ruhusa ndiyo nafasi. Ili Farao awape nafasi ya kuondoka, alihitaji mkono wa Mungu. Watu hawa wameleta faida kwenye taifa la Misri. Wanajenga majumba, wanajenga uchumi wa nchi, wanafanya Misri inakuwa tishio kwa mataifa mengine, maana wako na watu wenye bidii, watu wenye akili, watu wenye ujuzi. Kumbuka ya kwamba hata wakiwa Babiloni, mfalme alipotaka watu watainua uchumi wa nchi yake, watakaozuia corruption katika serikali yake, alihitaji apate Mwibrania, Waibrania, wana wa Yuda. Hapo ndipo Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego wanapatikana. Watu ambao walifanya uchumi wa Babiloni ukapanda, na mfalme akafurahia kwa kujipata akiwa kiongozi kwenye taifa la Babylon. Akafanya mambo ambayo wafalme wengine hawakufanya. Sasa watu hawa wamekuwa msaada, na hata ililazimu sometime wafanyisho kazi mpaka wachoke, wanaume wakienda wasiwe na uwezo wa kuzalisha. Walikuwa napewa kazi ya matofali, wanapotoka kazini wanachoka mpaka wanashindwa kutimiza majukumu ya ndoa zao. Maana alisema wafanyisheni kazi mpaka wachoke, wanyimeni nyasi. Maana walitengeneza matofali kutumia nyasi, wanyimo nyasi ya kufunika matofali, ili kwamba wachoke. Hesabu waliopewa, maana ili matofali yasikatike sana, yanahitaji kufunikwa na nyasi, yasikauke kwa haraka, yanakauka polepole, maana ni udongo. Lakini yakiwa hajafunikwa yanalazimisha kukauka na jua kwa haraka, yanakatika. Kwa hivyo mahesabu yanarudi nyuma. Kwa hivyo kazi wangefanya kwa wiki moja, wanaweza ifanya kwa mwezi mzima. Kazi ya siku moja wanaweza ifanya kwa wiki nzima. Lakini mkono wa Mungu ulikuwa juu yao. Sema amina. Ya kwamba kwa mkono hodari atawapatia ruhusa waende zao. Israeli waiendee hatima, waiendee ndoto yao ya ahadi waliopewa, ya kwamba Mungu atawapatia nchi ya Kanani kuwa miliki yao. Aliahidi baba zao. Ili waondoke Misri, lazima Mungu afanye kitendo. Kwa mkono ulio hodari wapatiwe ruhusa. Naomba mkono wa Mungu ukupe ruhusa ya kutimiza ndoto yako katika jina la Yesu. Israeli walikuwa na Farao. Farao tunayemzungumzia, mtu wa Mungu, alikuwa ni mwanadamu kama wanadamu wa leo. Kiongozi dikteta, watu katili, wasiojali, watu wenye roho mbaya.
Yawezekana nazungumza na mtu ambaye una farao katika area yako. Una farao kwenye ndoa, una farao kwenye biashara, una farao kwenye familia, uko na farao kwenye ndoto yako. Farao wako ni nani? Ni kile kinachokuzuia wewe usitimize maono uliyobeba. Ni kile kinachokuzuia wewe usifikie hatima yako. Ni kile kinakuzuia wewe usiishi maisha yale ambayo ungependa kuyaishia. Huyo ndiye farao wa kwako. Farao labda wengine ni caretaker kwa ploti. Labda wengine farao ni madeni ulionayo. Nasema hivi, mtu wa Mungu hauhitaji vikao vya wapangaji kwa ploti. Hauhitaji vikao vya familia. Hauhitaji vikao vya kampuni. Unahitaji mkono wa Bwana. Unahitaji mkono wa Mungu ufanye kitu ambacho kitasababisha farao aachane na maisha yako. Ufanye kitu ambacho kitasababisha farao akuogope. Yaani Mungu anasema farao atawapatia ruhusa waende. Kuna watu ni wasomi. Kuna watu atakao kampuni unaofanya, neema uliyobeba, neema uliyobeba, kibali ulichobeba, idea ulizonazo, unachokosa ni nafasi ya kuonyesha idea yako, ya kuonyesha uwezo wa elimu ulionayo, uwezo wa ufahamu, uwezo wa maarifa ulionayo, uwezo wa kile ambacho watu hawa wanahitaji kufanyiwa ili waweze kutoka kwenye hali hiyo ama kwenda viwango vingine. Unahitaji nafasi. Kuna watu si kwamba ni pesa unataka, ni nafasi unahitaji kupewa. Ukipewa nafasi ili uonyeshe kile umebeba, kile Mungu amewekeza ndani yako, milele hawatawahi juta. Ila watasema, mbona hatukumpa nafasi mapema? Mbona hatukujua mapema? Ninaamuru usiku wa leo katika jina la Bwana majeshi aliye hai, ya kwamba kwa mkono wa Bwana Mungu akutengeneze nafasi. Akutengeneze nafasi. Kwa mkono wa Bwana, farao ambaye ni laana ya kwenu, farao ambaye ni damu ya ukoo, farao ambaye ni maisha. Una watu wanasema mtoto wa single mother. Sawa, tuna shida na hiyo. Waambie hata kwenye kitabu cha Judges chapter 11 kuanzia verse 1 mpaka 10 utamuona Jefta, mtoto wa mwanamke malaya. Sembuse wewe. Wakati wa Joshua tunamuona Rahabu. Bible inanukuu, inasema si wewe uliyemkatakata Rahabu. Katika Zaburi inasema hivyo, akawa kama aliyekufa kwa mkono wako. Rahabu alikatokatwa namna gani? Mtumishi wa Mungu ametumana watu kwenda nchi ya ahadi, waende wapeleleze ule mji unakaa namna gani, watauvamia namna gani, watamiliki nchi namna gani. Ametuma watu. Walipoingia kwenye mji, taharuki ikatokea. Ikasemekana kuna watu wameonekana kwa nchi hii ambao si watu wa kawaida. Watu hawa bila shaka ni wapelelezi, na wamekuja kuichunguza nchi kwa sababu ya kutaka kutumaliza, kwa sababu ya kutaka kutupiga, kwa sababu ya kutaka kutuangamiza. Watu hawa ebu watafute, wapatikane, wakamatwe, wauawe, wakamatwe,
wahojiwe, wametumwa na nani, wametoka wapi, wamekuja na nia gani. Lakini kwenye lango la mji wanakutana na Rahabu, mwanamke malaya. Anawachukua watu hawa, Rahabu anawaficha, anawapandisha juu ya dari ya nyumba yake. Watu wanatumwa kuwatafuta kwenye lango waliloingilia. Watu hawa pengine mumewaona, wakasema hatujawaona, hatujui mahali wameenda. Rahabu amewaficha, wakatafutwa, wasipatikane. Nini kilitokea? Watu wakamwambia Rahabu, tazama, vile umetenda wema juu yetu, umeponya maisha yetu, umeokoa roho zetu, kama tungepatikana tungeuawa. Umetenda wema, nasi tunakuapia, tunaweka kiapo, tutakapoingia katika mji huu, wewe hautauawa wala jamii ya kwenu haitauawa, lakini ili wasiuawe, weka alama. Wakamwambia Rahabu, weka ribbon kwa dirisha, weka ribbon ya redi, na itakuwa ya kwamba tutakapoingia kwenye mji tukiona ribbon, basi yeyote aliye kwa nyumba hiyo atakaa salama. Wakamwambia, kusanya watu wako, wazazi wako, ndugu zako, ukoo, mwanamke malaya. Nini kimefanya Rahabu malaya ambaye ni kahaba, kahaba anafanyika mkombozi na anafanyika msaada kwa watumishi wa Mungu? Ni mkono wa Bwana. Mkono wa Mungu, Biblia inasema Mungu alimkatakata, moyo wake ulikatokatwa, ule kusema hawa ni maadui, lazima wauawe, akakatokatwa, aka upande wa Mungu, aka upande wa mtumishi wa Bwana Joshua na jeshi la Joshua ambalo ameituma kwenda kupeleleza nchi ya ahadi. Nini kimefanya? Ni mkono wa Bwana. Sema amina. Mkono wa Bwana utakutengenezea mahali ambapo hakuna mwanadamu angekutengenezea. Mkono wa Bwana utakufungulia mlango ambao hakuna mwanadamu angeweza kufungua. Mkono wa Bwana utakuunganisha na watu ambao haungeweza kuunganika na wao, maana mkono wa Bwana utawatengeneza mapema, wataandaliwa kwa sababu yako. Ninaongea na mtu ambaye usiku wa leo mkono wa Bwana unamwandalia watu ambao wamebeba kila natafuta. Sema haleluya. Naongea na mtu ambaye unatamani kumaliza mwaka tofauti na vile ulianza mwaka. Ninaongea na mtu ambaye unamaona kufungua kampuni, unamaona kuwa na biashara, unamaona kufungua hospitali, unamaona kufungua kliniki yako, unamaona kufungua kampuni yako, una maono ya kuwa mtu hitajika katika ulingo wa siasa, unataka kuwa kiongozi wa serikali. Nataka kusema ya kwamba mkono wa Mungu kikushika, nataka kusema kura ya mkono wa Mungu itakupatia nafasi ya kufanyika baraka kwa wana wa Mungu. Sema amina. Bwana akasemaje? Akasema, na kwa mkono hodari atawafukuza katika nchi yake. Kwa mkono hodari atawafukuza. Mwanangu soma labda yangu, ninasema hivyo. Biblia inasema, na kwa mkono hodari atawafukuza katika nchi yake. Asante. Kwa mkono nini? Kwa nini Biblia inatumia mkono hodari? Farao ni hodari kwa wana wa Israeli na jeshi lake. Farao ni hodari wa mateso. Farao ni hodari wa vita vya damu na nyama. Lakini Mungu ni hodari zaidi vita vya mwilini na vita vya rohoni.
Ye ni hodari zaidi kuliko Farao. Narudia tena, Farao ni hodari kwa wana wa Israeli. Farao ni hodari kwa vita vya damu na nyama na mateso juu ya Waisraeli, lakini Mungu ni hodari kwa vita vya rohoni na hata vya mwilini pia. Mungu ni hodari zaidi kwa sababu kwa mkono wa Bwana hakuna chochote kinaweza kusimama mbele ya mkono wa Mungu. Hivyo Mungu ana nguvu kuliko Farao. Mungu ana majeshi kuliko Farao. Na majeshi ya Mungu yanapigana kwa mkono wa Bwana, yanatiwa nguvu na mkono wa Bwana. Na ndio maana Daudi anasema, kwa mkono wako uliofukuza mataifa ukawakalisha wao. Farao atawafukuza watoke. Yaani kumbe kuna watu ili waachane na wewe. Mtu wa Mungu anasema kuna watu ili waachane na maisha yako, waachane na ndoa na watoto wako, unahitaji mkono wa Mungu wa juu yako. Yaani kumbe Farao hata watoa wana wa Israeli kwa sababu labda ni wengi, ama kwa sababu wana nguvu. Hapana, kwa sababu ya mkono wa Bwana ulio hodari. Mkono wa Bwana unakutoa kwa mikono ya maadui bila kujipigania wewe. Unakutoa kwenye hatari bila kujitetea wewe. Unakutoa kwenye shida bila kujitetea wewe. Israeli hawakujua vile Mungu alipanga vita, hawakujua. Mungu alipanga mwenyewe, na leo Bwana atapanga mwenyewe. Ni usiku kama wa leo, Mungu alipanga vita mwenyewe. Ni usiku kama wale, nataka apange vita kwa sababu ya boma ya kwenu. Mungu atapanga vita kwa ajili ya ndoa yako. Mungu apange vita kwa ajili ya huduma yako. Apange vita kwa ajili ya maono yako na maono yangu. Natangaza Bwana atapanga vita, atapigana na wao. Sema haleluya. Wale wanapiga kifua hautawaweza, wako right kabisa, hautawaweza. Wako right, hawajakosea. Taarifa niliyo nayo ni usiku wa leo ni kwamba kwa mkono hodari watawachana na wewe. Ikilazimu midomo yao ishona na waya mesh, Mungu atatumana malaika mwenye sindano na ambaye uzi wake ni waya mesh. Ikilazimu ya kwamba washono macho yao, watasonwa kama wakati wa Elisha na Gehazi. Elisha alimwambia Bwana wapige na upofu. Ina maana washone na wire mesh macho wasione. Hiyo haihitaji dawa ya guns, haihitaji kulazwa. Wanashonwa kama wamesimama, wanashonwa kama wanatembea. Wakashonwa macho. Hawakumuona Elisha na Gehazi. Wanatafuta Elisha, wanauliza hapa ndipo kwa Elisha, na ni Elisha mwenyewe anazungumza naye. Hapa ndio kwa Elisha. Elisha anawaambia mnatafuta Elisha, njooni niwapeleke. Wameshona na wire mesh. Naomba leo usiku wa leo Mungu atumane madaktari wa macho, madaktari ambao wakupofusha adui zako, kupofusha muinda nyota yako. Kuna watu wanatumia nyota za wenzao. Kuna mtu amekamata nyota yako, amekamata maono ya kwako. Natangaza usiku wa leo kama nabii wa Bwana, wapigwe na upofu mwezi wa 8. Utembee mwezi wa 8 bila kupatikana kwa ramli zao, bila kupatikana kwa madawa yao, bila kupatikana kwenye ndoto zao. Sema haleluya. Hebu sikiza. Hebu soma mtumishi wa Bwana kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 6 ule ubeti wake wa 18. Wafalme wa Pili mlango wa 6 mstari wa 18 hadi 19. Inasema,
Na walipomteremkia Elisha akamwomba Bwana akasema, uwapige na kusihi watu hawa kwa upofu. Akamwomba Bwana akasema, uwapige na kusihi watu hawa kwa upofu. Akawapiga kwa upofu sawasawa na neno la Elisha. Naomba usiku wa leo media team mnisikie. Vile mnamtumikia Bwana, Mungu awatofautishe. Awatofautie sana. Kila mhudumu ali hapa kanisani, sikiza praise and worship. Wale wana monitor maisha yenu, sikiza mcheza vyombo, ane monitor maisha yako. Na tangaze ya kwamba usiku wa leo baraka zako za mwezi wa 8, adui zako wapigwa na upofu. Wanaokamata pesa yako, wanaokamata maombi, wanaokamata maono, wanaokamata anga yako, natangaza leo wanapigwa na upofu. Natangaza ya kwamba mkono wa Bwana uwapige na upofu. Hawataona maisha yako, wasione baraka zako, wasione ndugu zako. Natangaza leo kila aliye kwa ibada, natangaza leo kwa mkono wa Bwana, adui wa ndoa yako, adui wa biashara, adui wa wazazi wako, apigwe na upofu huyo. Wapigwe na upofu. Ninaamuru katika jina la Bwana. Tumechoka na kuonewa, tumechoka na kudharauliwa. Wale wanasoma maisha yako, wanasoma nyota yako, wanasoma anga yako, natangaza kwa damu ya mwana kondoo, lazima waachilie baraka zetu, waachilie baraka zako. Si kazi yako kupigana. Mkono wa Bwana utapigana, mkono wa Bwana utapigana. Natangaza mkono hodari, mkono wa Bwana unatupigania, mkono wa Bwana unatupigania. Natangaza kupiganiwa na Bwana, atangaza kupiganiwa na Bwana, atangaza kupiganiwa na Bwana. Ninajua tuna mikono ya wazazi waliotulea, lakini kumbuka ya kwamba kuna mahali mkono wa mzazi uweze kufika. Ninafahamu ya kwamba tuko na baba na mama, walitubeba wakatupeleka shule, walitubeba wakatupeleka kliniki, walitubeba wakatupeleka kwa hospitali kutibiwa, walitubeba wakatupeleka shule tukiwa wadogo. Lakini hata hivyo bado tulivyokuwa wakubwa, kuna wakati wangebeba bag akusindikiza ukienda shule, kuna wakati angekuja kutembelea shuleni, lakini bado hakujua adui wa hatima yako ni nani. Hakujua mbona unatia bidii lakini unafeli. Mama hakujua, baba hakujua mbona unatia bidii lakini hakuna mabadiliko. Mama mbona kile kikaribia mitihani mpaka ugonjeke, wakati sio mitihani wewe ni mzima. Kila inapokaribia mitihani lazima kuwa mgonjwa. Mbona ungechelewa sana kulipiwa karo? Maana kulikuwa na mkono wa Farao. Maandiko anasema kwenye kitabu cha Ezekieli ya kwamba mkono wa Farao nimeuvunja, hakuna awezaye kuunganisha mifupa yake. Naomba Bwana avunje Farao, mikono ya wachawi na waganga. Atangaza by force by power, wataachilia baraka zetu, wataachilia nyota yako. Sema haleluya. Ninaamuru mkono wa Mungu ukutie kwenye nafasi yako, ukutie kwenye baraka yako. Hebu sikiza Ezekieli 30:21. Ezekieli 30:21. Nisomee mtumishi wa Mungu. Inasema, naam, mwanadamu, nimeuvunja mkono wa Farao mfalme wa Misri, na tazama haukufungwa ili kuutia dawa. Amevunja mkono wa nani? Wa Farao mfalme wa Misri. Haukutiwa nini? Dawa. Mungu aliuvunja namna gani mkono wa Farao? Alivunja namna gani? Hebu nataka uone vile Bwana aliuvunja. Na leo nataka Farao wa maisha yako, mkono wa Bwana uvunje mafarao. Sema mafarao lazima uvunje mikono leo. Nataka nikuonyeshe vile Mungu aliuvunja mkono wa Farao. Hebu angalia vile Mungu aliuvunja. Kitabu cha Kutoka
Kutoka 12:31. Kutoka 12:31 inasema, akawaita Musa na Haruni usiku, akasema, ondokeni, tokeni katika watu wangu, ninyi na wana wa Israeli, enendeni kamtumikieni Bwana kama mlivyosema. Farao akafanya nini? Farao akawaita Musa na nani? Na Haruni. Akawaambiaje? Akasema, ondokeni, tokeni katika watu wangu, tokeni katika, nendeni, ninyi na wana wa Israeli, ninyi na wana wa Israeli, tokeni, enendeni kamtumikieni Bwana kama mlivyosema. Vile walisema wao, yani kumbe vile walitamani kumtumikia Mungu, Mungu alitumia kiu yao, Mungu alitumia matamanio yao, Mungu alitumia vile walitamani, vile waliomba, vile walilia. Sasa Mungu atatumia kilio chako, atatumia nia yako, atatumia imani yako kuvunja Farao mikono yake leo. Mungu alitumia vile walivyotaka, yaani Mungu hakwenda kinyume na vile Waisraeli walitamani. Nataka kusema ya kwamba kumbe utajiri wako utategemea na kiwango unachotamani, kiwango unachojiona wewe. Kumbe maisha yako ya kesho ni vile utayaona leo, ndivyo itakuwa kesho. Ukijiona kuwa tajiri kesho, haitaenda tofauti na hivyo. Mungu atakamilisha hilo, Mungu atafanya. Ukianza kujitangaza kuwa tajiri, lazima Tomaso washuhudiwe ni tajiri. Ukianza kujiona kuwa bilionea, lazima utakuwa bilionea hivyo hivyo. Yaani Mungu hakutumia mawazo ya Farao, wala hakutumia mawazo ya Wamisri, alitumia mawazo ya wana wa Israeli. Kwa lugha nyingine ni kwamba Waisraeli walimshtaki Farao mbele za Bwana, walimshtaki Mungu, natamani kufunga, Farao hanipi nafasi ya kufunga. Natamani Bwana wa majeshi unibariki ni support crusade, sina pesa. Natamani Mungu nikisikia apostle yako na mkutano, nimwambia tu mtu wa Mungu tafuta dereva. Gari ndio hiyo, mafuta nimeweka. Ikiisha mafuta nipigie simu, situmie pesa yako. Lakini sina. Natamani Bwana huyo mtu wa Mungu asikodeshe jukwaa, asikodeshe vyombo vya injili. Akisikia kuhubiri umemtuma mahali fulani, aende. Natamani Bwana kusomesha watoto wangu mpaka university. Natamani Bwana majeshi, wewe ni mama, kumwambia Bwana nataka kuwa mwanamke mkuu, nataka kuwa mwanamke hodari, nataka kuwa mwanamke mwenye jina, mwenye sifa. Biblia inasema kwamba na sifa za Daudi zikaenea, sifa za Daudi zikaongezeka, na sifa ya Joshua ikaenea, ikaongezeka. Kwa nini sifa ya Joshua inaongezeka? Kwa sababu mkono wa Bwana. Farao akaita Musa na Haruni akasema, tokeni nyinyi na wana wa Israeli, nendeni mkamtumikie Bwana kama mlivyosema. Nami nasema barikiwa kama ulivyojiombea. Pokea baraka kama ulivyotamani moyo wako. Pokea kama ulivyotamani. Uwe na biashara kama ulivyotamani. Uwe na ndoa nzuri kama ulivyotamani. Uwe na maisha marefu kama ulivyotamani. Aya, hujanielewa. Natangaza uimbe kama ulivyotamani kuimba. Hubiri kama ulivyotamani kuhubiri. Tabiri kama ulivyotamani kutabiri. Tumikia Mungu kama ulivyotamani kumtumikia. Ule chakula kama unavyotamani kula. Ina maana mtu wa Mungu, hata chakula kwa nyumba yako utakula kulingana na jinsi umetamani. Sio jinsi watu wanavyokuhurumia. Hapana. Mimi naongea na mtu ambaye anamtaka Bwana. Si mtu anataka huruma za watu. Mtu anataka mkono wa Bwana. Weka mkono kichwani. Sema, Baba, na utaka mkono wako usiku wa leo. Na utaka mkono wako Bwana. Na utaka mkono wako katika jina la Yesu. Yaani hata mavazi
yako, utavaa vile umetamani kujiweka, utalala mahali pazuri vile umetamani kulala mahali pazuri. Narudie tena, utasomesha watoto kwa shule nzuri vile umetamani kusomesha watoto wako. Wale mnapiga simu, hiyo simu unapiga ndio Mungu atatumia kutenda kile unataka. Wale wanapiga simu, Mungu afanye sawa na kile utaongea kwa hiyo simu. Natangaza leo kwa mkono wa Bwana, hata kama Farao ni nyanya yako, aweza kuwa Farao ni shosho, amekataa kuacha uchawi, amekataa kuacha uganga, mkono wa Bwana utamshughulikia. Hiyo si kazi yako, usimchukie. Waisraeli hawakuchukia Farao, walichukia mateso ya Farao, walichukia mateso, walichukia utumwa. Kataa kutumikishwa na watu. Kuna watu wanatumia wenzao, wanatumia idea zako, wanatumia energy yako, wanatumia bidii yako. Natangaza ya kwamba vyatosha, hawatakutumia tena. Natangaza hawatakutumia tena. Sema power. Yani wanakutumia, mshahara unaolipwa ni tofauti kabisa na ile kazi unafanya. Nataka kuongea na mtu usiku wa leo. Mungu anaweza kukuajiri wewe. Unaweza ajiriwa na Mungu. Wewe unajua vile Mungu anaajiri watu kweli? Unajua wewe? Mungu anaweza kukuajiri. Number 1, anakupatia biashara. Amekuajiri Mungu. Number 2, anakufanya uwe na kampuni. Amekuajiri Mungu mwenyewe, maana umejiajiri. Number 3, anakufanya wewe unakuwa mtu kukopesha watu pesa. Amekuajiri Mungu wa mbinguni. Hujaajiriwa na mtu, amekuajiri Bwana. Na kuajiri Mungu. Ya mwisho, Mungu anakuajiri anapokupatia kipawa, huduma kumtumikia. Kupitia ile huduma inakulisha. Inakulisha, inakuvalisha, inakusomeshea watoto. Mungu anakuajiri wewe. Natangaza le Farao ataponda mikono yake. Tunaponda Farao mikono, aliyekamata nyota yako, aliyekamata brada yako, aliyekamata dada yako, aliyekamata wazazi wako, aliyekamata hatima yako, aliyekamata maisha. Leo anakata mikono yake katika jina la Yesu. Mungu alimvunja namna gani ndiye aseme ondoka? Hebu rudi pale kuanzia ule mstari, hiyo Kutoka mstari wake ule wa kwanza 12, kuanzia mstari wa kwanza. Kutoka 12 mstari wa kwanza inasema, Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia. Mstari wa pili, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Watatu, semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja, na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwanakondoo mmoja. Achia. Sema huyo mwanakondoo ni Yesu. Sasa angalia kile Mungu anafanya, kuonyesha kile Mungu alifanya kwa Farao. Soma 29. Kutoka 12:29. Alichokifanya Mungu Farao aachilie wana wa Israeli. Kutoka 12:29 inasema, hata ikawa usiku wa 8 Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti cha enzi hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa. Yani Mungu anapiga serikali, anapiga viongozi, mpaka na wafungwa, watu walio prison wanapigwa. Yani Mungu anapiga Farao, magavana, senators, women rep, MP wanapigwa, mabalozi wanapigwa, MCA wanapigwa, chief wanapigwa,
mzee wa nyumba 10 anapigwa, mzee wa mtaa anapigwa, anapiga, manager wako anapigwa, supervisor wako anapigwa, secretary anapigwa, cashier anapigwa, kila mahali kipigo tu. Dereva anapigwa, dereva wa MP anapigwa, bodyguard wake anapigwa. Mungu anapiga kila firstborn, mpaka umbwa, mpaka paka, mpaka punda, ng'ombe wanapigwa. Aliyefuga mamba, firstborn wa mamba anapigwa. Aliyefuga nyoka, firstborn wa nyoka anapigwa. Aliyefuga paka, firstborn wa paka anapigwa. Natangaza leo, hivyo ndivyo Mungu alifanya Farao. Hivyo ndivyo alivunja. Unaona vile alivunja mkono, kukawa na kilio. Sikiza, kukawa na nini? Endelea mtumishi wa Bwana. Mstari wa 30. Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote na Wamisri wote. Pakawa na kilio kikuu katika Misri, maana hapakuwa na nyumba hata moja asimokufa mtu. Hakukuwa nyumba isiyokuwa na matanga. Farao anavunja mkono. Yaani hiyo ni kumvunja mkono, ya kwamba hawezi fata Waisraeli, maana hapa watu wana matatizo. Jemedari wa jeshi ambaye ndiye mkuu wa majeshi, sijui nani, koplo nani, wote watu ni mapigo tu, kwa sababu Israeli waachiliwe. Naomba leo Mungu asababishe, huyu anatumia nyota yako, huyu anayetumia maisha yako kujiendeleza, natangaza asipate amani. Huyu asilale kwa damu mama na kondoo. Natangaza watalala. Wanaomonita maisha yako, wanaomonita huduma yako, wanaomonita boma ya kwenu, hawatalala katika jina la Bwana. Hawatalala kwa damu mama na kondoo. Wanaomonita uchumi wako, Bwana amesema ya kwamba kutakuwa na vilio. Inabidi, kuna watu inabidi walie, waachilie hatima yako. Waachane na wewe, waachane na wewe, waachane na baba yako, waachane na wazazi wako. Watangaza power. Sema haleluya. Asante Roho Mtakatifu. Hebu sikiza, mkono wa Mungu unageuza aibu inakuwa heshima. Watu wale walikuwa wanaishi maisha ya aibu, maisha ya kudharauliwa. Sasa angalia vile wanaheshimika. Mfalme anaitana, Musa, kuja na Haruni, fanyeni hivi. Mimi sina maneno, nimekubali, sitaki shida, nendeni. Naomba watoe kiatu chako pale waliweka, watoe pepa yako ya mtihani pale waliweka pepa yako ya mtihani, watoe. Waliweka nguo yako, waliweka nywele, chochote kile walichukua, watoe. Walichukua mchanga pale ulikanyaga, watoe. Last week nikiwa Taita, kuna mpendwa mmoja ambaye alishauriwa na mzazi, akapelekwa kwa mganga, mzazi wake huyu aliyemzaa, kwa sababu anaolewa, anaachwa. Aliolewa na harusi, within 1 month ndoa imeisha. Yaani maji na imeolewa na harusi, within 1 month ndoa imeisha, ni divorce, wameachana hivi. Akauguza kidonda, akaja akaolewa tena, ikaisha hivyo. Akaolewa tena, ikaisha. Ikafika wakati akasema sasa yeye atatumika tu, yeye atamtumikia Mungu, atakufa tu bila kuolewa. Lakini ikafika wakati akakutana na mtu, akahisi labda haya ndio majira ya Mungu, pengine akaamua tena washikane na huyu, labda amwambia, mimi nafikiri sitakufanya vile umefanya. Basi baada, within 3 months ndoa imeisha. Mama akamwambia, mwanangu, kukusaidia mimi nikupeleka kwa mganga. Basi kapeleka kwa mganga, mganga akaenda akamuosha, mganga akampea madawa. Naomba hiyo picha.
Uko nazo hizo picha, ulipiga pale ofisini. Naomba hiyo picha. Mganga akamuosha, mganga akampea madawa yenye anaramba, alafu anaongea. Hapo ni ofisini kwangu pale Mwatata. Hizo madawa kuna vijiti. Sasa na kutaka kudhibitisha, nikamwambia sasa nataka ufanye demonstration kidogo vile mganga alikwambia ufanyege. Hebu ramba hiyo dawa nione vile unarambaga. Kweli akachovya kidole ndani, akaramba. Unaona unga nyeusi, akaramba. Hiyo chupa unaiona kuna madawa mengine ndani. Unaya zoom kidogo hizo vijiti vionekane vizuri. Ziko picha mingi tofauti, watakuchezea baadaye, lakini kwa sasa nitumie hiyo. Sasa kilicho nishangaza ni kwamba huyu mama anaendaka kanisani na huyu mwanadada ni mhuduma kanisani, ni mwana praise. Sasa kulingana na mimi ufunuo napata, shida huyu dada hata ni mama yake. Sasa manake wazo la kumwambia mtoto ampeleke kwa mganga ni kumaanisha mama anaendaka kwa waganga, na ili anaenda kwa waganga anakuwa connected ile madhabahu, ananajisi nini maisha ya watoto wake. Maana ukienda kwa mganga unachukua mapepo unazileta kwa boma. Lazima kuna vitu amepewa kwenye mganga. Kuna mapepo za kulinda boma, na kuna mapepo za kuleta pesa, kuna mapepo za kutaka wengine wapatwe na magonjwa. Kwa hivyo kama ni za kulinda boma, ina maana hata msichana alindwa asiolewe, na kama anaolewa anarudi. Ni kama vile unafunga mbuzi kamba, atakula urefu wa kamba yake. Sasa zile madawa ina maana kwamba asiruhusu akae kwa ndoa mwaka, ni miezi, msichana anarudi. Sione hizo dawa hizo. Zoom tena sana. Hapo ni kwa meza nimeweka, nimezipiga picha. Huyu na alafu mganga alimwambia hivi, mimi najua wale wamekuchezea ni wakina nani. Sasa nitakuonyesha vile tawafanya. Kwa nini mganga anakuambia najua? Kwa sababu nataka leo nikufungue macho. Hakuna mtu ataenda kukoroga bila kwenda kwa mganga. Waganga ndio wanatrain watu uchawi. Mganga anakuambia nenda mwaga dawa kwa gate, kila mwenye atakayepita yale magonjwa yako atabeba. Huo si uchawi. Mganga anakuambia nenda kapasue mayai kwa barabara, wale watavuka barabara. Bila kusahau una marafiki watapitia hapo, bila kusahau uko na makazini watapitia hapo, na siku moja mtakutana na kazini yako. Kwa hivyo akienda kwa mganga ataonyesha unamroga. Ni kweli unamroga kwa sababu ndio ulipasua yai kwa barabara. Kwa nini hujamroga wewe? Ataonyesha baba yako ni mchawi, maana baba alienda kwa mganga apewa nini? Dawa aoge amwage, na ukapita. Bila kusahau huyu baba watoto wa ndugu yake watapitia hapo. Leo kwa one on one nimekuwa na mtu hapa kanisani akaniambia, mtumishi wa Bwana, kwa sababu ya shida ya shamba kwetu watu wanakufa vya ajabu ajabu. Tangu babu yangu alipokufa, babu yangu alipea babangu shamba. Babangu amezaliwa wawili. Sasa yule ndugu ya baba yeye alikuwa msaidii babu, wako anamjali. Kuna watoto wa aina hiyo asiyejali mzazi. Sasa huyu alimweka mzazi karibu, akamtunza mpaka kufa. Mzazi akampa shamba kuliko wengine, ambapo ni nafasi yake, kama Yakobo na Esau vile kulikuwa ni nafasi yake. Angalia sasa, babu amekufa. Sasa wale ambao shamba hao wanaonekana watoto wa baba ile mleto wa familia, wanawanyang'anya hawa shamba. Sasa kuwanyang'anya shamba kile atafanya, hawana pesa ya kwenda kwa kesi, hawana kitu kingine. Kile wanajua ni uganga. Kaambiwa fanya hivi, twendo kapelekwa mali. Mganga kaambia chukua mchanga kwa ile shamba ambayo iko na kesi. Wakasema hapa hatutaenda, tunaweza katokatwa na mapanga tukionekana. Mtafanya. Sasa angalia kwa gate. Nenda kwa gate, chukua kwa gate. Mahali kuna gate. Na umesahau ile gate, watu wote wanapitia.
leta. Alafu chukua mchanga mwingine mahali fulani, leta. Mganga akafanya vile alifanya, kafanya vile alifanya, kafanya vile alifanya, akawapatia, peleka kwa boma. Badala amani ipatikane kwa boma, ni watu wanakufa sasa kwa boma zaidi kuliko vile ilikuwa hapo nyuma. Farao huyo, Farao hana advice ya kukusaidia. Farao ana tu nia kukutumikisha, hana ushauri wa maana kwako. Hizi hapo. Wakati mwingine pia mzee wa kanisa mwingine amepeleka mzee wa kanisa mwingine kwa mganga. Mzee wa kanisa wa church nyingine anapeleka mzee wa kanisa wa church nyingine. Sasa ina maana kwa hiyo church, kama kuna vitu haviendi sawa, wachawi ni wazee wa kanisa wenyewe. Mzee wa kanisa. Sasa huyu aliletwa, lakini akasema alikuwa anaogopa, maana nasikiaga unaonyeshwaga mambo, unaweza onyeshwa. Nilienda kwa mganga, alafu kanipiga power, alafu nianze kuongea mbele ya watu. Nilienda kwa mganga, nikasema vingine viongeleshwagi. Ndio unaona hata nilipokuja kanisani, mtumishi, ukisema power, nasimama naenda kujisaidia. Siendi kujisaidia, najaribu kuhepa hiyo power isinikamate. Hii ilinifundisha nini? Kumbe watu wanaweza kama kanisani ndio wachawi wa Wakristo wenzao. Naomba leo, kama kuna mtu alikamata maisha yako ama alikamata wazazi wako akiwa ndani ya kanisa, mikono aliendea kwa mganga ikaparalyze hiyo mikono, natangaza akaparalyze mikono yake, na iparalyze. Kama hata tubu, kama hata achana nayo, kama hata badilika, akaparalyze mikono. Wanaovaa ngozi ya kondoo wanaenda kwa waganga kumaliza wenzao kwenye makanisa. Natangaza ya kwamba Farao wa maisha yao aachilie maisha yao. Sema power. Sikiza. Asante Roho Mtakatifu. Mkono wa Mungu haufanyi kazi kwa watu wanaojitetea. Unafanya kazi kwa watu wanaomtegemea Mungu. Narudia tena. Haufanyi kazi kwa watu wanaojitetea. Unafanya kazi kwa watu wanaomtegemea Mungu. Number 2. Mkono wa Mungu haufanyi kazi kwa watu waoga. Unafanya kazi kwa watu wajasiri wanaomtambua Mungu wao. Mkono wa Mungu haufanyi kazi kwa watu wavivu. Unafanya kazi kwa watu wenye kujituma. Waisraeli hawakuwa wavivu, na ndio maana Farao aliona amefaidi. Ikiwa ni kuzaa, walizaa tofauti na wanawake wengine. Ndio maana hata waliposema watoto wa kiume wauawe, kabla nasi hajafika anapata Mwibrania amezaa tayari mtoto. Nasi anangojewa tu vile atasaidia mtoto, hiyo shughuli nyingine imebaki. Daktari akija, mama ashazaa. Walikuwa ni watu wenye nguvu, watu wa kujituma, si wavivu. Ndio maana Biblia inasema kwamba mtu mvivu hatakani kukula. Mtu mvivu asikule. Kwa hivyo kama mko na bro mvivu, please, akikuta sahani kwenye upe, hakuna dhambi umefanya. Fagia yote. Hakuna kuachisha kwamba nitakunywa chai. Maliza yote. Kama uko na bro mvivu, maliza yote. Unafanya kwa watu wenye nguvu, watu wajasiri. Asante. Tusome dota. Wathesalonike 3:10. Wathesalonike wa pili mlango wa 3 mstari wa 10. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hatafanya kazi
basi asile chakula. Asile. Watu walikuwa watu hodari, walikuwa watu wa kujituma. Siku zote mtu wa kujituma hakufagi maskini. Ujue hilo, hakufagi maskini. Hata kama hautaona kwake, utaona kwa watoto wake. Bidii yake utaiona kwa watoto. Labda alitumia pesa nyingi kusomesha watoto, hakujenga, hakuendesha magari. Sasa kwa watoto anabadilisha magari kama nguo. Kwa watoto wanajenga maestate. Watoto wanafungua makampuni, kwa sababu mtu mwenye bidii alifanya kazi kama mchwa. Leo ninaamini Amos, ile chakula unanunulia mzee akule nyumbani, labda kuinunua ukisoma. Leo naamini Joab, baba akija nyumbani kwako na mama, ile chakula yenye anakula kwako hakukula ukiwa shuleni labda. Kwa hivyo ukipata nafasi ya kufurahisha mzazi, furahisha na moyo wako wote. Nunua ile nguo itakuuma. Yaani mpaka watu waliomuomba pesa akasema hana, wakimwona mama ametokelezea na rinda yake, anadunda polepole anaenda kanisani. Wanasema mwanamke anaringaga na kuna pesa. Si pesa, ni pesa ya watoto wake. Fanya babako ajisikia mezaa. Yaani mzee akiongea kwa mtaa Isaac, yaani babako hata akitoa simu hivi, wanauliza huyu ndio mzee alikuwa anasema anataka akopeshwe 500. Simu ako naye. Wanajua hii simu wanaijua inauzwa pesa ngapi? Ni 30,000, 40,000. Ulifunga macho ukasema namnunulia simu plus simu babake simu. Moja akitoa hivi, kuna pepo zingine wapendo ukishiba zinatoka kama hujawahi jua. Kuna mashetani ukishiba wanae. Kwa mfano shetani atakukosa usingizi. Wewe shiba uone vile utalala. Shiba uone vile utafanya nini? Utalala. Lakini ukiwa na njaa utalala. Unaamka, kila unazunguka unatafuta cha kuweka tumboni hakuna. Mapepo zingine zinataka nini? Msosi. Umekasirika utalala. Huwezi lala. Lakini ukiwa na amani unalala, hata unacheka mwenyewe. Unatabasamu mwenyewe. Huko na vile Job ameingia hapa akiwa na furani kama machine gun. Nikajua kuna kitu kimefurahisha moyo wake bila shaka mahali kwa. Yaani akipita hivi ni kucheka, kwenda jikoni kucheka. Kipita hivi kucheka, kipita hivi roho yake imeshiba. Unaweza kosa kushiba chakula lakini moyo umefanya nini? Moyo umeshiba amani, umeshiba furaha. Kuna kitu Mungu amejibu. Utalala. Lakini ukiwa na hata wanasema ati kunguni zinafanya watu halali. Shiba uone, watakunywa damu wataamka. Yaani asubuhi ndio utaona zile umelalia zikapasuka. Lakini hata utajua zilikuuma saa ngapi. Ukisikia mtu anasema aliumwa na umbu hakulala, alikuwa na njaa, alikuwa na mawazo. Usiingiza ujuagi kunguni wala umbu. Ndio unaona ya kwamba mtu akilala, unalala kwa basi unapitishwa. Unalala mahali hata kanisani, usiingiza ujuagi uko kwa ibada, unalala. Hey. Ukishiba amani kwa akili, kwa moyo, utalala. Kwa hivyo mtu mvivu asifanye nini? Asile. Wavivu asile. Unataka kuwa tajiri, unaamka saa ngapi? Unataka kuwa tajiri, unaomba muda gani? Unafanya kazi kiasi gani? Usidharau kazi unayoifanya. Hata kama ni ya kuuza njugu karanga, fanya kwa roho yako yote. Ukipata nafasi, kama ni ya kuosha vyombo, unaoshea watu, osha vyombo ving'are. Hivyo vyombo vitakupatia kazi ya hoteli. Vyombo vitakufanya kesho utakuwa na hoteli yako. Ushagundua kwamba sometime watu wanafungua hoteli, wanafungua sababu alifungua hoteli ajui mwenye kupika. Chapati kipiko vibaya hajui. Wateja na complain mafuta ni mengi kwa mboga hajui. Hajui karanga nini? Mboga, alafu atakwaje na hoteli hajui hata testi ya mboga. Jamaa analala bila kuoga, akiwa na hoteli wateja na complain vitanda vijatandikwa. Atajua kitanda kichafu kweli? Hata amechoka amelala mchafu bila kuoga. Jamaa analala, soksi ni kama mdomo wa mamba na winda, pale mbele iko wazi. Siku ile atajua mke wake anaenda salon kweli? Yeye anajua kukunja soksi, ameingiza kiatu ameenda. Na si kwamba hana pesa. Kuna tofauti, mtu anakunja soksi hana nini? Pesa ya soksi. Lakini jamaa kuna pesa, anakunja soksi imetoboka. Na akienda mahali watu wanatoka viatu anasema jamani, nina haraka.
Mko salama? Nina haraka. Shida ni miguu soksi. Kuna watu wagumu. Yaani mtu akishindwa na soksi, togi atanunua togi. Na akishindwa na togi akioa atanulia mke wake sindiria. Unasikia inaitwa nini? Sindiria. Unajua na sindiria gani? Atanunua, hawezi. Hebu sikiza, kununua soksi si kuwa tajiri. Nitaisema hata. Hebu ukishinda kununua belt yako ya 200, 300 hivi, utanulia mke wako kiatu 1500. Madam, please, kuna ile 350 ni kwa pale. Unakarika 350. Kuna turaba niliona mahali tu 250. Kwanza kuna kwingine unaweza rais. Nafikiri ni kama 180. Tuende kwa 180 kwa wholesale. Sema amina. Sema amina. Na ndio maana sometime wasichana ni washauri, please. Ikiwa mchumba wako ako na pesa na hajui hata kujivalisha, ujue siku atakuwa ujipange wewe. Ujipange mapema. Kazi ya pampa ujue hiyo, mambo ya watoto huyo ujipange mapema. Itakubidi ukue terrorist wa trouser yake na wallet. Kila siku ni kumuibia. Anafika kiwango akwambia fua pampa bwana, fua zikauke, anika zivonika. Fua pampa, anika. Ukiona jamaa leo anakukatia, mnaita kukatiwa, na nywele ni kama cutting ni kama alichongwa na panga. Wewe jamaa hata akikuoa, nafikiri ukienda salon watauliza msusi wako anatoka wapi. Yaani cutting ni kama Mount Kenya, unaiona kwa mbali. Cheze wewe. Lakini jamaa hata kwenda kinyozi ni maandamano. Mpaka marafiki zake wanakosana na yeye kwa sababu ya kinyozi. Na kichwa ni chake, nywele ni yake. Ukiolewa jipange, utasonga na uzi wa magunia. Ni hubiri isihubiri? Mimi nawasaidia nyie. Wana napaitiana. Wanapigana kumbo bala. Ni wewe, hata ni wewe. Sema amina. Farao atakuachilia leo. Kuna farao wa akili. Farao wa nini? Huyo ndio mbaya zaidi. Yaani kujiona huwezi. Huyo ni farao mbaya sana. Hakuna kitu kibaya. Unasikia maandiko yanasema silaha zetu zina nguvu hata kuangusha mawazo na kile elimu inayoinuka kinyume na Kristo. Mkono wa Bwana uwe juu yako leo. Mkono wa Bwana uwe juu ya mtu leo, katika jina la Bwana majeshi aliye hai. Farao akasema kuja, naona watu wakikuita. Naona waliokukataa wanakuita. Naona watu wanakuita. Tunaamuru watu wako na vitu vyetu waviachilie. Aliye na pesa yako ataiachilia. Aliye na pesa yako achilie. Kuna watu wako na pesa yako mahali. Kuna watu wako na amani yako mahali. Kuna watu wako na baraka yako wanaachilia, katika jina la Yesu. Sema Baba, faida ya mkono wa Mungu. Mkono wa Mungu unatuletea wokovu. Sema unatuletea wokovu, katika jina la Yesu. Mkono wa Mungu unatuletea nini? Wokovu. Natangaza usiku wa leo katika damu ya mwana kondoo, kwa mkono wa Bwana ulio hodari, Mungu akaokoe katika familia kwenu, akutoe katikati ya maadui. Viru utatoka katikati, hawatajua umetoka namna gani, lakini watashangaa kwamba umetoka. Maana kwa mkono wa Bwana Petero akatoka gerezani. Natangaza leo unatoka kwenye gereza lako. Utoke kwenye gereza lako. Gereza la magonjwa, gereza la utumwa, gereza la laana, unatoka.
Katika jina la Yesu, ninamtoa rafiki yako kwa gereza. Ninamtoa dada yako gerezani. Natoa maisha yako gerezani. Natoa ndoa ya mtu gerezani. Unatoka gerezani leo. Natoka leo. Na kuabudu Bwana wa majeshi. Wasahiri Adonai. Heshima, nguvu ninakupa. Wewe ni Elohim. Wewe ni Adonai. Farao avunjwa mkono. Sema Farao avunjwa mkono. Farao wa maisha yangu avunjwa mkono leo. Farao wa madeni, Farao wa kudharauliwa, Farao wa kuonewa avunjwa mkono leo. Farao wa pombe, Farao wa miraa, Farao wa mogoka avunjwa mkono leo katika jina la Bwana majeshi. Wasahiri Bwana. Kuna watu wanabarikiwa na ibada lakini hebu tusomee Kutoka 6 ule mstari wake wa 3 pale. Usikie kile Mungu anasema. Kilichofanya Mungu aachilie kilio ili Israeli watoke. Sababu iliyofanya Mungu asababishe kuwa na kilio Misri. Kutoka 6 mstari wa 3. Nami nilimtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Asante. Mungu anamkumbusha Musa, kumbukeni ya kwamba babu yenu Ibrahimu nilimtokea. Mimi nilikuwa naitwa Jehova, lakini hawakunijua. Jehova inamaanisha Mungu Mwenyezi. Neno hilo Mungu Mwenyezi ama neno Jehova ni kwamba Mungu mtimiza ahadi. Sema mtimiza ahadi. Kwa hivyo Mungu anajaribu kumwonyesha Musa ya kwamba ile promise aliyompatia Ibrahimu juu ya kizazi chake lazima itatimia. Ni mara ngapi umeota ndoto? Donex, umeota mara ngapi? Labda dad amai kukuambia ndoto amewaiota. Mara ngapi umeota ndoto brother we mwenye koti ya black? Mara ngapi umeota brother we mwenye jumper ya black? Mara ngapi umeota mom mwenye nguo ya t-shirt ya yellow? Wewe umeota mara ngapi? Mara ngapi umeota mama mwenye kitambara cheupe kichwani? Mara ngapi umeota Isaac? Mara ngapi umeota kuhusu maisha yako? Mara ngapi umeota Joab? Mara ngapi umeota kuhusu vitu fulani? Mungu anajaribu kuonyesha kwamba yeye ni Mungu mtimiza ndoto. Maana ndoto ya mtu ni ahadi ya mtu. Ndoto ya mtu ni ahadi yenye Mungu amekupatia. Akasema kumbuka mimi ndio nilimtokea. Kwa hivyo wakati unaota kuhusu kesho yako iliyo nzuri, ni Mungu anakutokea na anakuambia vile atafanya kesho. Ukiota ndoto ya shetani, shetani anakutokea, anakuambia kila amepanga kufanya. Ndio maana nasemaga mtu mwenye haotagi huyo ameshakufa zamani, marehemu huyo. Lakini kama unaishi lazima uote. Maana usipoota hautatofautisha ndoto ya Mungu na ya shetani, na hutatofautisha ndoto yako kama mwanadamu. Kuna ndoto ya mtu mwenyewe binafsi, kuna ndoto ya Mungu, kuna ndoto ya shetani. Ujue hivi. Na kama hujawahi jua Mungu anaongea na shetani hivi, macho kwa macho hivi, wanaulizana maswali na shetani. Ujue hivyo. Kwa hivyo ukiota ndoto ya Mungu, shetani anajuaga kile umeambiwa na Mungu. Ndio maana sometime anainua vita kukuvunja moyo. Ni kama vitu umeota vitafanyika. Ni kama vitu umeota vilikuwa vinapita. No, lazima itimie. Kwa Mungu anamkumbusha Moses akumbuke. Na ndio maana nawaambia aishike Mungu aliye mbinguni, kwenye huduma hii nitalipia watoto wa watu karo. Kama si mtoto wako, ni mtoto wa brother yako. Kama si mtoto wa brother yako, mtoto wa rafiki yako. Kwenye huduma hii nitafungulia wamama biashara. Nitafungulia vikundi biashara. Kwenye huduma hii nitachimba visima vya maji.
pale kuna ukame wa maji. Kwenye huduma hii kutakuwa na shule. Umeota nini? Umeota nini? Umewahi ota nini? Bwanako ameota nini dota? Ulipoota ni Mungu alikutana na nini na wewe? Uliota nini? Ama mama yako ameota nini? Bwanako ameota, sister yako ameota, brother yako ameota nini? Umeota nini Geoffrey? Umeota nini? Kwa hivyo ni wazi kabisa ya kwamba heshimu ndoto yako. Abrahamu alikutana na Bwana kwa njia tofauti. Kuna wakati Mungu anamtokea Abrahamu kwa ndoto. Biblia inasema ya kwamba Abrahamu alipomuuliza Mungu, sasa mimi nazeeka sina mtoto, mtajuaje? Mtoto mwenye yako hapo ni Ismaili ndiye anapita pita hapa. Mungu akamwambia no, sio hiyo. Huyo sio mrithi. Mrithi anakuja nani? Isaka. Mungu alifanyaje? Mungu akamwambia Abrahamu, naomba sadaka ngapi? Sadaka aina 3. Abrahamu alipotoa sacrifice aina 3, Mungu akamfanya akalala. Abrahamu alipolala usingizi, Mungu akakutana naye kwa ndoto, akamwambia inua macho. Kwenye ndoto, inua macho, hesabu nyota. Kwenye ndoto anaona nyota za mbinguni. Exactly na Jacob alionyeshwa nini? Nyota, jua na mwezi. Ina maana Mungu aliyesaidia baba yako ukasoma, atakusaidia kusomesha watoto wako. Mungu aliyesaidia baba yako akaoa, atakusaidia utaoa, utakaa na mke wako. Unajua hilo? Anamwambia Hesabu akasema ukiweza, kwenye Genesis chapter 15 kuanzia, okay, ameenda pale. Hebu tuanzie verse 10. Soma 10, mtumishi wa Bwana. Tusome hapo nimalize, nichukue simu ya mtu mmoja ambaye anaamini ujumbe wa leo ni wake. Inasema akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili. Hebu turudi, okay. Hebu turudi nyuma, verse 9. Verse 9. Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3. Hao ni sadaka Mungu anamwambia. Ndama wa miaka mingapi? Miaka 3. Miaka 3. Na mbuzi mke. Wewe sadaka, mikono yako inajua sadaka. Inajua 550. Hata kama umefunga macho hivi, ukiingiza hivi, unajua hii ni 50, hii ni 500. 500 haitokagi, 50 ni inatoka. Choa. Unajua 1000, unajua 50 bob, unajua na 100. Ukiingiza hivi 1000 inaponaga. 50 sipotoka 100 ndio itatoka. Ukienda Tanzania kuna noti mpaka 20,000. Ukiingiza hivi noti 20,000 ya Tanzania itokagi. Ile noti ya 200, 2000 inatoka. Huyu anaambiwa sadaka ina ngapi? Wewe unatoa sadaka mpaka unanungunika. Mpaka unanungunika, unaongea kuhusu sadaka. Vile ulitoa hata pasta kutambuagi. Unatoa unanungunika. Lakini angalia mtu wa Mungu. Leo unasema Mungu Ibrahimu wewe ni baba yangu. Angalia kila alifanya ito baba. Angalia. Wewe unaenda kanisani bila sadaka, na si kwamba una pesa. Kuna tofauti, mtu hana pesa anataka Mungu ambariki, lakini uko nayo na umeweka kipimo sadaka yako ipitege 200. Ni kazi ya kulisha kapasa hiyo. Na naamini maombi ya pasta. Na naamini maombi ya nani? Akikuombea utabarikiwa. Mtu akitoa mchango atoe pesa mingi, wewe ndio wa kwanza kumpiga na mawe. Ili hali umekosa kujua kwamba kuna vitu nafanya kwa madhabahu vitatetea mpaka kizazi chako cha 4. Ona leo mimi na wewe. Wewe si Mwibrania wa damu, wewe ni Mwibrania wa imani, lakini umeitanishwa na Abrahamu. Alitoa sadaka, haukukuweko. Baba yako hakukua, lakini yeye amekuwa Mungu wako na Mungu wangu. Kuna kitu unaweza fanya kisaidie mpaka mtoto wa brada yako, mpaka mtoto wa dada yako, mpaka mtoto wa rafiki yako. Hebu sikiza. Hebu soma mtumishi wa Bwana. Angalia. Na mbuzi mke wa miaka 3. Mbuzi mke wa miaka mingapi? 3. Na kondoo mume wa miaka 3. Kondoo miaka mingapi? 3. Namba 3 inamaanisha sadaka iliyo na ukamilifu, sadaka iliyokamilika. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ambaye imekubalika na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
sadaka iliyokamilika, sadaka iliyokubalika. Maana utatu ni ukamilifu wa mbingu. Wewe unafanya kazi, unalipo 50,000, unatoa fungu la 10 shilingi 1,000, unasema ni pastor unasaidia. Abrahamu angelikuwa wewe, sisi Wakamba tungepata wokovu. Muluya leo tungebaki na Ingoho, hatungeokoka. Tungebaki na Ingoho na Busuma, tungeokoka. Ingoho tu na Busuma ndio tungebaki na. Mjaluo leo tungebaki na Kuoni na Reji. Tungebaki na Kuoni na Reji. Maana Mjaluo ni Kuoni na Reji, alafu Muluya ni Ingoho na Busuma. Lakini akatoa sadaka Abrahamu. Wewe unataka upromotiwe. Huyu manager wako hajaokoka, anaenda kwa waganga. Wewe ibada peke yako unachelewa, unaenda ibada kuchelewa. Unatoka ibada ijaisha kanisani maana uko busy. Utaipoteza nafasi mchana ukiona. Mwenzako anaenda makaburini, anakesha, analala. Anataka mkono wa mganga, mkono wa shetani. Wapendwa, nataka kufahamu ya kwamba kama utasaidiwa na mkono wa Mungu, kuna watu wanasaidiwa na mkono wa shetani. Ujue hivyo. Na kwa mkono wa shetani jehanamu inawangojea. Simama na Mungu atasimama na wewe. Simama na Yesu atasimama na wewe. Endelea pale chini mpaka 11. Sikiliza. Na Hua na mwananjiwa, mstari wa 10, akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakuwapasua. Mstari wa 11, hata tai walipotua juu ya mizoga, Abrahamu akawafukuza. Abrahamu akafukuza nini? Wale ndege wasikule sadaka. Hiyo nitakwambia maana kufukuza ndege ni nini. Mstari wa 12, na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abrahamu. Yaani jua likienda kutua, sasa usiku unaingia, jamaa kashikwa na usingizi. Maana ameshinda biza kitoa masadaka, kuchinja, kufanya nini, kufukuza ndege, kwa sababu ilikuwa ni mbuzi na ng'ombe na kondoo. Kwa hivyo wanawekwa na hakuna moto aliwasha hapo. Mungu ichukue sadaka, ndio hiyo. Zamani sadaka alitoaga mifugo. Sasa lazima alinde tai, alinde mwewe. Ameshinda busy. Kwa hivyo wakati mwingine ukishikwa na usingizi, wacha kutafuta kahawa, usilale. Lala, Mungu aongee na wewe. Chana na kahawa, saa nyingine lala. Wacha kutafuta lemon tea. Kunywa lemon tea ndio asifanye nini? Asilale. We lala, Mungu aongee na wewe. Abraham angetafuta lemon tea ndio kae macho kama spana fix. Unajua spana fix inakaaga hivi. Spana fix. Asilale. Lakini akalala. Usingizi ukamshika kalala. Wakati mwingine umehudumu, umechoka, unasikia ibada imeisha, hata atuli hapo kwa kiti, Mungu anaweza ongea na wewe hapo hapo. Huko ndani ya gari unasafiri. Wacha kutafuna simu, usilale. Vitu gani? Sijui nataka hawakali. Lala, Mungu ongea na wewe ndani ya gari kule unaenda. Ikafanyika nini alipolala? Hofu ya giza kuu ikamwangukia. Mstari wa 13, Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. 14, hata na taifa lile watakao watumikia nitawahukumu, baadaye watatoka na mali mingi. Mstari wa 15, lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema. Mungu anaongea na Abrahamu kwa ndoto. Akasema familia yako imebarikiwa tayari. Wewe ukiondoka, ukizeeka, umeacha utajiri nyuma. Na akasema utajiri ule watakuwa nao, watautoa kwenye mateso. Wataenda utumwani, lakini kwenye utumwa wao pale wanatesekea, hapo ndipo atawatoa na utajiri. Niruhusu nitangaze ya kwamba kwenye matatizo yako, hapo ndipo kuna baraka yako. Wakati unateseka, hapo ndipo Mungu anaachilia idea zile hujawahi kuwa nazo. Wakati unaona kuna ukame, hapo ndipo Mungu anasumbua watu kwa ajili yako. Bwana akamwambia wataenda utumwani, baadaye nitawatoa
na mali nyingi. Naomba kwenye shida uliyo ndani, mkono wa Mungu kutoe ndani na vitu. Mkono wa Mungu kutoe ndani na majibu katika jina la Bwana. Mkono wa Mungu kuletee unachotaka, ukuletee kile unataka. Weka mkono kichwani ninapomalizia. Sema Baba, katika jina la Bwana majeshi, kwa mkono ulio hodari nimetangaza na kukiri, chochote nilichokiona mbali, mkono wako utaniletea. Chochote ambacho nimepoteza, chochote ambacho nimenyang'anywa, mkono wako utaniletea. Mfalme wa mbinguni, mkono wako unaokoa, mkono wako unaponya, mkono wako unakomboa, mkono wako unaheshimisha, mkono wako unatambulisha mtu kwa watu wasiomtambua. Mkono wako Bwana unatambulisha kipawa cha mtu. Mkono wako unaheshimisha kipawa cha mtu. Baba, niheshimisha na mimi kama ulivyoheshimisha wengine. Nitambulisha na mimi kama ulivyotambulisha wengine. Mungu, nibariki na mimi kwa mkono wako Bwana kama ulivyobariki wengine, katika jina la Bwana majeshi. Karibu watumishi Bwana, tumabudu Bwana kwa dakika 5, alafu nichukue simu ya mtu ambaye anataka mkono wa Mungu wa mbinguni. Ikiwa nitakosa mtu online, sitakosa mtu hapa kanisani mwenye amekuja ibada anahitaji mkono wa Bwana, katika jina la Bwana majeshi. Karibu watumishi Bwana.